Ninaongea kuhusu mimba zisizotarajiwa. Tuanze kwa kuelewa kwa nini mimba zisizotarajiwa au zisizohitajika kutokea. Mimba hizi zinaweza kutokea pale ambapo hakuna njia yoyote ya kuzuia mimba inayotumika, au zinatumika kwa njia isiyo sahihi au kwa kutokuwa na mpangilio. Wakati mwingine watu hawana taarifa za kutosha au wanaamini imani potofu kuhusu uzazi wa majira. Shinikizo kutoka kwa mwenza au ugumu kusema hapana pia vinaweza kuchangia. Na kwa bahati mbaya, mimba zingine hutokana na unyanyasaji wa kingono au mawasiliano yasiyo ya ridhaa. Habari njema ni kwamba tunaweza kuzuia mimba nyingi zisizotarajiwa kwa kutoa taarifa sahihi na msaada wa kutosha. Kila mtu ana haki ya kuamua kama na ni lini anataka kupata watoto. Kuna njia salama na zenye ufanisi za uzazi wa majira kama vile vidonge, sindano, vijiti na kondom. Kondom pia hulinda dhidi ya maambukizo ya magonjwa ya zinaa ikiwa ni pamoja na ukimwi. Uzazi wa majira si tu kwa ajili ya kuzuia mimba, bali ni kwa ajili ya kulinda yako, maisha yako ya baadaye na familia yako. Kama huna uhakika au una maswali, msaada huu unaweza kwenda kwenye kituo cha afya cha karibu au kwa daktari ili kupata ushauri wa bure kuhusu uzazi wa majira. Utahudumiwa kwa heshima na kwa usiri. Na huduma nyingi zinatoa wakalimani au msaada kwa lugha mbalimbali. Ni muhimu pia kuzungumza wazi wazi na mwenza wako. Maamuzi kuhusu uzazi yanapaswa kufanywa kwa pamoja. Na mwisho, hauko peke yako, msaada unapatikana na si kosa kuuliza.